Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kwenye hamasa ikiwa ni siku ya kwanza na kituo cha kwanza kabisa tukiwa huku tunaelekea Chanika ambapo shughuli nzima inakwenda kufanyika. Safi, namshukuru Mwenyezi Mungu. Tumeanzia Buguruni, pale maeneo ya Buguruni tumekuja maeneo ya Chanika kwa ajili ya hamasa. Hamasa zetu leo zimeanza rasmi. Juzi tulikuwa Temeke pale kutangaza viingilio kwa mchezo wetu wa tarehe 23 dhidi ya Petro ya Angola. Kwa hiyo tunauchukulia mchezo huu ni mchezo muhimu sana kwa sababu ni mchezo wa kwanza. Tena ukiangalia tunacheza katika ardhi ya nyumbani. Katika michezo yetu 6 tutakaocheza katika michuano ya klabu bingwa, michezo 3 tutacheza nyumbani, 3 tutacheza ugenini. Wa kwanza ndio huu. Kwa hiyo huu ni mchezo ambao ni muhimu. Unapoanza vizuri siku zote basi unaweza ukamalizia vizuri. Lakini utakapoanza vibaya na pia mbeleni unaweza ukamalizia vibaya. Kwa hiyo tunauchukulia mchezo muhimu na ndio maana tunalitembea jiji la Dar es Salaam lote. Tumeanzia Buguruni, kapika Pugu mpaka leo saa hizi tuko Chanika. Lakini pia tunajua tunawakilisha Watanzania wote wanaoishi katika jiji la Dar es Salaam. Kwa sababu katika vilabu 4 vilivyoingia katika michuano ya CAF, 2 shirikisho, 2 klabu bingwa, 3 vimewasaliti. Azam, Singida, Yanga vimewasaliti Watanzania ambao wanaishi katika mji wa Dar es Salaam. Tumewazoea Azam kucheza katika mji wa Dar es Salaam katika uwanja wao wa Chamazi. Tumewazoea Yanga kucheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa michuano kama hii. Tumewazoea Singida kucheza kule kwao. Lakini hivi vilabu vimehama mji. Kwa hiyo wamewasaliti wakazi wa Dar es Salaam. Sisi ambao tumebaki hapa Dar es Salaam tutahakikisha wakazi wa Dar es Salaam wote na mikoa ya karibu wapate furaha kwa ajili ya kuiona Simba Sports Club. Kwa hiyo hilo ni jukumu letu. Wale wote ambao ni Yanga, Azam, mashabiki wao wasione kama wametengwa. Sisi Simba tutawapa furaha, tutakwenda uwanjani Benjamin Mkapa kucheza mchezo wetu wa kwanza tarehe 23 na tutaibuka na ushindi. Kwa hiyo tunawaambia mashabiki wa Simba, wa Yanga, wa Azam na wa Singida waje katika uwanja Benjamin Mkapa wakate kiingilio, tiketi zao kwa kiingilio rafiki kabisa shilingi 5,000. Kienda ukisema wewe mshabiki wa Yanga unatoka hapa Dar es Salaam kwenda kuipata Yanga Zanzibar ambayo imekukimbia, unatakiwa utumie shilingi 70,000 ya nauli tu. Lakini Simba wameweka kiingilio cha shilingi 5,000. Ukiwa katika mji wa Dar es Salaam, 5,000 hiyo utatumia nauli, ukiwa na 10,000 utatumia nauli, utatumia pesa ya kula pamoja na kuiona Simba Sports Club. Kwa hiyo mimi niwaambie tu kwa ujaze uwanja Benjamin Mkapa. Kuna timu wameukimbia uwanja kwa sababu hawana uwezo wa kuujaza, washazoea bure. Sisi Simba kama mashabiki wa Simba ni mashabiki ambao tumejaliwa na neema na Mwenyezi Mungu. Tuna hela. Hela sisi kwetu sisi mashabiki wa Simba sio tatizo letu. Kwa hiyo hata kama kiingilio shilingi 10,000 sisi tungeujaza uwanja Benjamin Mkapa. Lakini pia ni upongeze uongozi wa Simba kwa kuwarudisha majemedari, hususan Mwina Kaduguda mzee wetu tulimtamani sana. Kwa hiyo mimi niupongeze uongozi wa Simba. Kweli sasa naona uko serious katika michuano hii. Kuwarudisha wale wazee ambao wameipambania Simba yao tangu zamani. Umeona? Huwezi kwenda safari ndefu bila ya wazee. Kwa hiyo na pia nimpongeze Mwina Kaduguda kukubali. Kwa sababu kuna jambo moja, kuna jambo la kurudishwa na kuna jambo jingine la kukubali. Kwa hiyo mzee wetu ametukubalia. Kwa hiyo na sisi tunampokea mikono miwili. Mzee wetu Kaduguda, yeye ndio Simba anayejua vizuri. Kwa hiyo tunamuomba ashirikiane na viongozi waliopo madarakani pamoja na sisi mashabiki tuiongoze Simba yetu msimu huu utakatufanya makubwa zaidi Afrika Mashariki na Kati. Tumefanya makubwa zaidi. Tumetoka katika namba ambayo hatuijui Simba Sports Club. Tukafika mpaka kwenye 10 bora. Mpaka leo hii tuko katika nafasi ya 5 bora. Tunatamani msimu huu tutoke kwenye nafasi ya 5 bora, angalau twende pale kwenye 4 bora au 3 bora. Na hilo ni jambo ambalo linawezekana kwa sababu wapinzani wetu waliopo katika kundi letu, mimi nadhani hakuna mpinzani mgumu. Huyu especially Tunisia, huyu tulikuwa tunamtafuta siku nyingi sana. Alikuwa anatukimbia yeye na Mamelodi. Msimu tumempata. Kama tuliweza kuongoza kundi mbele ya Al Ahly ambaye ndio timu namba 1 barani Afrika, hatuwezi kushindwa kuongoza kundi mbele ya Mwarabu huyu wa Tunisia. Kwa hiyo mimi niwaambie mashabiki wa Simba na wapenzi wa mpira
tuiunge mkono, twende tukaione Simba yetu uwanjani Benjamin Mkapa. Bila ya mashabiki Simba haiwezi kufanya vizuri. Na pia jambo jingine, tuna mechi mbili tumecheza Benjamin Mkapa, hatujapata ushindi. Mechi za hatua zile za awali zile za kuingia katika makundi, mechi mbili mfululizo hatujapata ushindi wa aina yoyote. Mechi ya kwanza ilikuwa ni draw ya sare 1-1, mechi ya pili ya bila kwa bila. Kwa hiyo mchezo huu wa tarehe 23 tunaenda kutoa zile nuksi ambazo zilikuwa zinatunyima katika uwanja wetu wa Benjamin Mkapa. Ile sasa Benjamin Mkapa hatoki mtu, tunaenda kuikamilisha. Na pia nimefurahi sana kumuona Mohamed Bajaber katika mchezo wa kirafiki dhidi ya JKT. Na nimeona klipu zake, amerejea vizuri. Kwa hiyo anaenda kuongeza eneo la ushambuliaji pamoja na eneo la kiungo. Kwa hiyo mimi nasema kocha amepata sasa timu pana. Lakini pia ni watoe wasiwasi mashabiki wa Simba kwa kumkosa Musa Kamara. Yakubu Suleiman alipokea kijiti kwa Musa Kamara kwenye mechi dhidi ya Gaborone uwanja wa Taifa. Lakini huyu Yakubu Suleiman ametuvusha mpaka hapa kwenye makundi. Tujue kama Yakubu Suleiman kacheza mechi 3 za klabu bingwa, hajaruhusu goli. Kwa hiyo wale wanaosema Yakubu sijui atumwamini Yakubu nini, Yakubu kama ameharibu nje ya Simba, hatuwezi sisi kumhukumu. Lakini sisi ndani ya Simba, Yakubu anatimiza majukumu yake vizuri. Hata mtoto anapokosea shuleni, anayetakiwa kumwadhibu ni mwalimu, sio wewe mzazi. Na mtoto huyo akikosea nyumbani, anayetakiwa kumwadhibu ni mzazi. Kwa hiyo Yakubu Suleiman kama mnasema ameharibu, hajaharibu ndani ya Simba, ameharibu nje ya Simba. Lakini mimi hata huko nje ya Simba simuoni kuharibu. Kwa hiyo tuwe na imani na golikipa wetu, kama tulivyojenga imani na Karabu Sharabu wakati beki Kisiki Shemalon Fondo anaumia. Umeona Karabu anachukua jahazi, umeona mpaka tumefika fainali. Umeona. Kwa hiyo mimi niwaambie tu wapenzi wa Simba na mashabiki, tuwe imani na timu yetu, tuwe na imani na viongozi wetu, na tuwe na imani na kuujaza uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo yote kwa yote, mimi nadhani leo tuko Chanika. Kwa yule ambaye hajanunua tiketi aje akate tiketi hapa Chanika. Shukrani. Asante, tuko pamoja. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.